zitakuwa bayana siri. Tuna wilaya kidogo hazijakaa vizuri. Naomba hizo wilaya niziweke vizuri, na nitangaze tu kwa kusema ya kwamba baada ya hapa nitakuwa na mkutano mkuu na JUAKITA mkoa. Naomba hilo wakae wajipange, afu waje kuniambia tumejipanga. JUAKITA mkoa, naomba mkutano na nyinyi. Kwenye mkutano mkuu wenu mnialike. Mimi sio JUAKITA lakini mnialike. Nitakuwa na mkutano mkuu wa JUVIKIBA. Yaani nikizungumzia mkoa kwa maana wale viongozi wa wilaya zote wawepo. Nitakuwa na mkutano na nyinyi. Nitakuwa na ziara mkoani wilayani Mpwapwa. Nitakuwa na ziara mkoani wilayani Mpwapwa. Na nitakuwa na ziara wilayani Kondoa. Asante bwana. Na ziara hii ina makusudio. Lakini nitoe agizo. Wilaya ya Mpwapwa, katibu aliyekaimishwa, ambapo sasa mmemuondoa mmeweka katibu mwingine, naomba tumtambue katibu yule aliyekaimishwa mliomuondoa ndio katibu wa wilaya Mpwapwa, kwa sababu hamjafuata utaratibu wala katiba. Na mkienda katika mkutano mkuu mkachaguana, utakuwa mkutano mkuu batili. Sijui tumelala wapi shakali? Umenifahamu bwana? Yule kijana ndio mkutano mkuu, na sisi secretariat tunamtuambua ndo katibu. Katibu aliyewekwa hivi sasa tunakupeni kuwa ni katibu wako wewe, aendelee kuwa, lakini mkatibu wa baraza la mashekhe. Asante bwana. Kondoa, mwenyekiti aliyosimamishwa kwenye nafasi yake, malalamiko yalikuja, tukakaa tukayajadili, na leo nayaleta mkutano mkuu. Na kuombeni haya malalamiko mkamuite. Madai yake alikuwa hajaitwa, hakusikilizwa na akachukuliwa hatua. Tuseme ndio au sio. Sasa tunaomba madai yake yale yakatekelezwe, aitwe, asikilizwe. Sheikh Nchalo, nadhani umenielewa eh? Haya, kamuiteni, mumsikilize. Kama mtapitisha hukumu ya kumrudisha ni nyinyi wenyewe. Kama mtapitisha hukumu ya kuendelea kumsimamisha mpaka uchaguzi, mumruhusu achukue fomu akafie mbele ya safari. Sawa? Naomba haya fanyike kabla sijaja. Na enda wilaya zingine, kuna kawaida ya mashehe wa wilaya na wenye viti hawaitisha halmashauri za wilaya, wala mashehe wa wilaya hawaitishi mikutano mikuu ya wilaya mpaka uchaguzi. Mimi niseme tu ole wao. Kama unaipenda nafasi yako, naomba litumikie baraza kwa mujibu wa katiba. Kama huipendi nafasi, mimi naomba tupumzika. Naomba tufanye. Leo mnaona mimi kila siku na vikao, mara vikao na hawa, mara hawa, mara. Juzi nilikuwa na vikao na maimamu na walimu wa madrasa wote. Lakini nimewaita kwa lengo tu na watangazia, jamani tunaingia kwenye uchaguzi. Shekhe yoyote, imamu, shekhe wa kata anaweza kugombea nafasi, fali tafadhali. Fomu zitatolewa, wachukue namna hiyo. Kwa hiyo naomba hayo mkayafanye. Hili ni Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA. Kila Muislamu anaruhusiwa kuwa ndani hili baraza. Muda wa kwamba sio kirusi tu. Kwa hiyo kawatangazieni watu ili mtimize demokrasia. Watu wachukue fomu, msizifiche. Na ndio maana tumemwambia neki hapa asome tarehe, siku, mwezi, kasoma mwanzo mwisho.
Kafanyeni kazi. Ndugu zangu wa mawilayani, kuna mashehe zenu wa kata, kila kata ina mashehe tu. Hakuna baraza la mashehe, hakuna halmashauri, hakuna wenye vitu wa halmashauri. Kama kuna shehe huyo yupo, aondoke. Manake ni shehe ambaye analifanya baraza kuwa butu. Hatuwezi kwenda namna hiyo. Haya kwangu nimeyasisitiza, na ninawaomba sana mkanisaidie katika hilo. Naomba mkanisaidie. Na ndio maana siri ya kuitisha mkutano mkuu, ili tuondoke na message hizi tukazifanyie kazi. Alafu sijamaanisha tu Kongwa na Mpwapwa, na wilaya zingine nitapita Bahi. Umefahamika vizuri? Hichi sio kipindi cha migogoro. Jisuluhisheni wenyewe, ni watu wazima. Mkianza migogoro mnakaribisha mamluki. Wale virusi ambao hawalitaki kheri baraza wala kututakia kheri sisi, ndio wanapata nafasi ya kujichomeka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.